nimekuja mbele yenu kwa ajili ya kuomba kura zenu ili niwe kiongozi wa soko hili. Mmenifanya nipate shauku kuomba kura zenu ni baada ya mimi binafsi kujitathmini katika swala la masuala ya utawala wa taasisi mbalimbali ambazo nimekuwa nikisimamia, hususan taasisi ya elimu ambayo nimesimamia elimu ya sekondari mazuri miaka 13 na nikafanikisha kuunganisha wanafunzi na walimu na nikaona ufanisi mkubwa sana katika masuala ya kitaaluma. Na baada ya hapo nikaona kwamba ndani ya soko hili kwa uzoefu ambao nimekuwa nao pia wa utatuzi wa migogoro ndani ya taasisi mbalimbali ambazo nimekuwa nikisimamia, nikaona kwamba nitakapokuwa nimeongoza soko hili nitaweza kulisimamia na kutatua migogoro mbalimbali. Si hivyo tu, nitaweza kujifunza hata kwa masoko mengine yaliyoendelea yameendeleaje, kwa masoko mengine tofauti kazura mimba. Nitakuwa kwenda kuchukua darasa na yale ambayo nitakuwa nikiyachukua nikiareka moja kwa moja ndani ya soko hili kwa kuwashirikisha wafanyabiashara, hususan wafanyabiashara walio wengi kwa soko hili. Naona kama vile hatuna hata ule mmoja wa wafanyabiashara. Wafanyabiashara wanaweza kupata shida kwa sababu ya kukosa ule mmoja kumwangalia hivi, lakini katika utawala wangu nitahakikisha wafanyabiashara wa kazura mimba tumekuwa na umoja. Hata kama kuna tatizo tunaungana kwa pamoja, tunakuwa kama familia moja. Kwa hiyo mimi niseme kwamba niwaombeni kura yenu, tutakuwa tayari kuwatumikia kwa uadilifu. Mwenyezi Mungu awabariki. Nashukuru kwa nafasi. Sawa, nashukuru sana kwa kunipa nafasi meza kuu. Nataka kwanza nakushukuru kwa kuweza kujitoa kimasomaso kuja kutetea sisi wafanyabiashara. Lakini nina swali moja. Sisi wafanyabiashara tuna soko ni siku moja tu ambayo ni siku ya Jumapili. Na wewe hapo ulipo una nafasi karibia 3, ni mwinjilisti, ni mchungaji, ni askofu. Na siku ya Jumapili ndio matatizo mengi yanatutokea sisi sokoni, watu wanamwagiana mawese, watu wanakanyagana mchicha. Utatusaidia vipi wewe ukiwa uko kwenye majukumu mengine na muda huo hata siku ya Jumapili haufungui sokoni? Sawa, nakushukuru kwa swali lako. Unapokuwa kiongozi ni miundombinu. Kwa mfano leo umesikia kiongozi utakuwa na katibu, utakuwa na mwenyekiti msaidizi. Unajua ukishaweka miundombinu tunawezaje? Kinawezekanika tu, si kwa ajili ya ibada tu. Mtu mwingine anaweza kawa alikatokea tatizo kwa sehemu nyingine umesafiri. Kwa sababu binadamu hawezi kukaa sehemu moja. Lakini ukishaweka miundombinu, na kumbuka ukiwa mtawala sio wewe peke yako. Hata wale waandamizi wako lazima muwe cheni, muwe kitu kimoja. Ukisema kwamba uyafanye wewe peke yako huwezi. Kwa hiyo lazima tuwe cheni na wale wenzangu. Hata kama sipo, najua kwamba kila kitu. Usijiamini kwamba wewe kwa kuwa umekuwa mwenyekiti basi wewe ndio kila kitu. No, lazima wale ambao mnashirikiana nao, wale viongozi waandamizi, uweze kuwa karibu na wao. Hata kama haupo, mambo yote yafanyeje? Yaendelee. Swali la pili ndio. Huyu hapo. Mchungaji, mimi nikushukuru. Na swali moja la msingi, ila ni swali ndogo. Je, sifa kiongozi bora ni kiongozi anayeshughulika na kusimamia mambo yote yanayohusu watu wanaozunguka katika jamii yake husika? Rudia. Sifa ya kiongozi bora Ndio ni kiongozi anayehusika na kusimamia jamii nzima nayo inayomzunguka katika mazingira ya kazi anayofanya jamii kuisimamia. Ndio. Je, katika viongozi wote waliopita sijasikia kwamba ni kiongozi yupi kwamba anaweza yuko tayari kutoa cha kwake mfukoni kwa ajili ya kutetea wananchi, kama kitokea kuna laya ambapo nje ya uwezo ule kwa mfano mimi mfanya biashara naweza nikafanya kosa sawa, lakini bahati mbaya nikawa kile kipato sina. Je, utakuwa tayari kunitetea hata kutumia mali zako kwa ajili ya kunitetea nifike katika mazingira kufika ili niwe salama? Sawa. Lakini ndio kuelewa. Kwanza hii kazi tunayogombea kwamba mtuchague ni kazi ya uzalendo. Ni kazi ya kujitolea kuisaidia nini? Jamii.
Kwa hiyo kutoa ulicho nacho ni jambo la kawaida. Hata kama sisi wengine kujitoa ni jambo ambalo tunajua kwamba unaweza kupata mtu ana shida, lakini kuna kitu mkono yeye ana. Kama kiongozi lazima uwe mfano bora wa kuwa kielelezo katika swala la utoaji. Ni swala la muhimu sana la utoaji kwa kiongozi. Utakuwa tayari. Jina lako nani shehe? Maulidi Mustafa. Maulidi Mustafa. Asante mheshimiwa mgombea. Jina lako? Barua. Umetaja sifa za kiongozi bora na umekuwa mzoefu wa uongozi kwenye taasisi nyingi tu, hasa Mazuri Sekondari kama mwenyekiti wa bodi. Kabla ya kuwa mwenyekiti wa soko na sifa ulizozitaja kwamba umeunganisha shule na jamii, sifa nyingine ni uliacha Mazuri Sekondari. Asante. Ndio. Ya sifa moja ambayo niliacha sekondari Mazungwe ni pamoja na kushughulikia viongozi wa shule, maheadmaster wale walikuwa wanapokonya mali za shule na kuwaletea maauditor kwa audit na kuwachukulia hatua, na wengine kufukuzwa maeneo walikuwa wanafundisha, na hasa pale nilipokuwa nagundua kwamba kuna vitu vinafanyika ambavyo sitofahamu. Mfano, wakati mwingine kwa shule aliweza kuomba nimsaidie fedha kiasi cha shilingi milioni 1 na kidogo, kwamba ameenda kwenye kikao, lakini mimi binafsi baada ya kugundua shule haina chaki, haina vitu vingine kama vile nilisimama, nilipigiwa simu na mheshimiwa diwani, nilipigiwa simu na mkurugenzi na watu wengine kwamba nisaidie ile fedha. Niligoma kwa kujisimamia kwa kuwa nilijua wajibu wangu. Unajua, unaweza kuwa kiongozi ila usijue kujisimamia, usijue wajibu wako na haki yako, lakini kwa sababu mimi nilijua kwamba sasa nimeingia kwenye madaraka, wajibu wangu ni nini, nilijisimamia mahali pale, ile fedha haikusainiwa na badala yake ikatumika kununua chaki za shule na mambo mengine ya miundombinu pale shuleni. Kwa hiyo mambo mengi siwezi kueleza, ambayo mimi najua kama kiongozi kwamba mimi napaswa kujisimamia kama kiongozi, na hasa kwa wale ambao ninaoongoza wapate haki zao za msingi. Tayari. Kwa hiyo mimi naomba kuanza. Anaitwa Amos.